Maria na Redio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, katika kipindi cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo nami Pater John Emmanuel Yawi wa Jimbo Katoliki Moshi. Mada ya leo ni wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaitwa NGOs katika kuondoa unyanyasaji katika familia. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Katika utangulizi basi tuongelea kuhusiana na unyanyasaji ambao ni tatizo kubwa linaloathiri jamii nyingi duniani ikiwemo bara la Afrika na Tanzania kwa ujumla. Unyanyasaji unaweza kuwa wa kimwili, kihisia, kiuchumi na hata kisaikolojia. Mara nyingi waathirika unyanyasaji huwa ni wanawake, watoto, wazee, watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi. Katika mazingira haya, mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaitwa NGOs kwa lugha ya Kiingereza, non-governmental organizations, yana nafasi muhimu sana katika kupambana na kuondoa aina zote za unyanyasaji. Kwa mtazamo wa Kikristo, kazi hii si ya kijamii tu bali pia ni wajibu wa kiimani. Kwa kuwa Kristo alikuja kuleta haki na kutetea haki. Kwa hiyo pia kutetea haki za wanaonyanyaswa pia ni hali ya kiimani kupitia mfano wa Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani. Kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27. Basi mada hii itachambua kuhusiana na mashirika yasiyo ya kiserikali katika Kanisa Katoliki, ambapo tutaangalia historia sasa mashirika yasiyo ya kiserikali katika Kanisa Katoliki. Kwa kuwa kutetea haki sio jambo la kijamii la kiserikali tu, pia kanisa linahusika. Kwa tutaangalia historia ya mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo ni NGOs katika Kanisa Katoliki. Pia tutaangalia kuhusiana na maana ya unyanyasaji, lakini pia tutaangalia kuhusiana na sababu za unyanyasaji katika jamii. Tutaangalia pia misingi ya Biblia wa kupinga unyanyasaji. Tutaangalia pia mafundisho ya kanisa kuhusu heshima ya binadamu. Tutaangalia pia sasa wajibu mahususi wa mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs katika kutetea unyanyasaji au katika kuondoa unyanyasaji katika jamii. Pia tutaangalia changamoto na mapendekezo. Changamoto zinazokabili mashirika haya yasiyo ya kiserikali ambayo ni NGOs na mapendekezo gani ili kuweza kufanya vizuri katika utetezi wa haki na kuondoa unyanyasaji katika jamii. Tuanze kipengele cha kwanza ambayo ni historia ya mashirika yasiyo ya kiserikali katika Kanisa Katoliki. Ambapo mashirika hayo ndio tunasema yanaitwa non-governmental organizations ambayo NGOs. Ambapo tuangalie katika nyanja hii ya kidini ambayo ni Kanisa Katoliki. Tukianza kuangazia barua za kitume za mapapa, tukiangalia pia Biblia takatifu kuhusiana na historia ya mashirika haya yasiyo ya kiserikali. Ambapo tunajua kabisa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo NGOs katika nyanja ya kidini ni taasisi zinazotegemea na serikali, lakini zinaongozwa kwa misingi ya imani. Kwa hiyo ni taasisi ambazo zinategemea serikali lakini zinaongozwa kwa misingi ya imani. Historia yake inajengwa juu ya mafundisho ya kijamii ya kanisa ya mwitikio wa kiroho kwa changamoto za kijamii katika vipindi mbalimbali vya kihistoria. Unajua kabisa jamii imepitia vipindi mbalimbali vya kihistoria, vya kimaendeleo na kadhalika. Kwa hiyo sasa kupitia katika vipindi hivyo, basi kanisa likaona kupitia imani inaweza kuwasaidia watu kuweza kutetea haki na kuweza kulinda haki za binadamu, kuepuka unyanyasaji katika jamii. Tukianza katika mwanzo wa historia ambao kanisa la mwanzo.
ambao kanisa Katoliki la karne ya kwanza, kanisa la karne ya kwanza ambao walikuwa wanajihusisha na huduma kwa maskini, wajane, yatima, ilikuwa sehemu ya maisha ya jumuiya ya waamini. Kurejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 42 hadi 47. Huduma hizi hazikuwa chini ya serikali bali zilisimamiwa na jumuiya ya waamini, hasa mashemasi. Huu ndio msingi wa kwanza wa kile kinachoitwa leo NGOs ya kidini. Kwa hiyo tunaangalia kuna mashirika sio ya kiserikali au ambayo yanasimamiwa na kanisa, ambao kabisa historia yao kabisa tunaangalia historia yake ilikuwa ni katika jamii ya kwanza ya Wakristo, ambao nilipokuleta katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 42 hadi 46, ambao basi mashemasi walikuwa wakisimamia huduma hizo. Basi kanisa lilijiona kama chombo cha huruma na haki ya Mungu katika jamii. Hivyo hata kabla ya istihai NGO kutumika, kulikuwepo taasisi za kidini zinazojihusisha na misaada ya kijamii. Kwa hiyo kabla neno NGOs au non-government organization au mashirika sio ya kiserikali kufahamika, tayari kanisa lilishaanza kujihusisha na huduma hizo ili kuweza kutetea haki katika jamii, lakini pia kuweza kuepuka unyanyasaji katika jamii. Katika zama za kati ambapo kuna mashirika ya kitawa na huduma za kijamii. Walikuwa wanajenga mahali kwa naita monasteries, ambazo wale wa monaki sasa walikuwa wanahusika na huduma za kijamii. Hapo katika zama za kati basi tunaangalia kulikuwa kuna wa Francisco, mashirika kwa mfano kama ya Francisco, wa Benediktini yaliendeleza huduma ya elimu, afya na misaada ya maskini. Walijenga hospitali, shule na vituo vya kuwahifadhi wahitaji. Ndio maana ukienda katika parokia nyingi ambazo au makanisa mengi ambayo yametengenezwa na wale wa misionari wa kwanza, lazima utakuta kuna shule, kuna kanisa, kuna hospitali. Lakini pia sehemu nyingi kabisa unakuta kuna nyumba kwa ajili ya wale ambao hawana makazi. Kwa hiyo basi unaangalia katika hii ilikuwa ni kama kampeni ya zama za kati za kanisa, ambapo sasa mashirika basi ambao nimekutajia wa Francisco na Benediktini wajihusisha katika kutoa huduma hizo. Ndio mwanzo pia hizi shule ambazo unakuta shule za kanisa ambazo sasa hivi kwa Kiingereza wanaziita private schools. Haya yalikuwa mashirika huru kimuundo yakiongozwa na sheria za kitawa na si za kiserikali. Hapo sheria za kitawa ndio unakuta hapo kuna sala na kazi. Kwa hiyo wanaongozwa na sheria za kitawa na wala sio za kiserikali. Hivyo yalikuwa na mfano wa kazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi ya msingi ya kidini. Kwa hiyo kama mfano wa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanafanya kwa msingi wa kidini. Hapo tukija pia katika karne ya 19, karne ya 19 ambapo kuna mapinduzi ya kijamii na mafundisho ya kanisa juu ya mapinduzi hayo ya kijamii, ambapo kwa Kiingereza au kwa wale wanahistoria wanaita Industrial Revolution, ambapo kuna mapinduzi ya kiviwanda barani Ulaya ambayo ilileta changamoto kama umaskini na ilikuwa pia kuna unyonyaji kwa wafanyakazi. Katika muktadha huu ndio akatokea Papa Leo wa 13 ambaye aliandika waraka wake wa kitume unaitwa Rerum Novarum 1891, ambao waraka huu basi uliandikwa baada ya yale mapinduzi ya kiviwanda Ulaya ambayo sababisha baadhi ya watu kuishi maisha mabaya, baadhi ya watu kutokulipwa vizuri, lakini baadhi ya watu wengine kufaidika na unyonyaji wa wale watu wa hali ya chini. Ndipo akaandika waraka wake huu unaitwa Rerum Novarum kama njia ya kuangazia jamii kuweza kutetea haki, kuangazia jamii kuweza kutenda haki kwa kila mmoja. Ambao waraka huu basi huleta msingi wa mafundisho ya kijamii na kanisa, ambao ulikuwa unatetea haki ya wafanyakazi, haki ya kuunda vyama, kuna vile vyama vya wafanyakazi, lakini pia wajibu wa kanisa kushiriki katika masuala ya kijamii. Kama kanisa lisijitenge na jamii, lakini kanisa lina wajibu mkubwa wa kushiriki katika masuala ya kijamii, hususan masuala yale ambayo ya kupingana na unyanyasaji katika jamii.
Kutokana na msukumo huu, mashirika mengi ya Kikristo yaliibuka. Kwa msukumo huu ambao ulianzishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 13 katika waraka wake huu ulikuwa unaitwa Rerum Novarum ambao nimesema wa mwaka 1891, basi mashirika mengi yakaanzishwa. Ambao mashirika hayo basi yalikuwa yanatetea haki za wafanyakazi na kuwasaidia maskini. Na huu ulikuwa mwanzo wa NGOs za kidini zenye mwelekeo wa haki za kijamii. Kama nilipotangulia kukuambia kwamba hapo mwanzoni ilikuwa NGOs zilikuwa zipo katika kuwatetea wale ambao wenye shida, hususan katika kanisa la mwanzo kama tuliposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini bado haikuwa na ile maana ambayo sasa tunayo sasa hivi. Lakini kupitia waraka huu wa Baba Mtakatifu Leo wa 13 Rerum Novarum ambao ni karne ya 19, kufuatia mapinduzi ya kiviwanda Ulaya, ndio basi neno hili likaanza kutumika non-governmental organization au NGOs, au kwa Kiswahili mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanaendeshwa na dini ambayo ni Kanisa Katoliki katika kutetea haki za binadamu. Ambapo tukiingia pia katika karne ya 20 ilikuwa ni kuibuka kwa NGOs za kimataifa. Kwa sasa ile pale ilikuwa ni eneo la Ulaya tu, lakini sasa zikaanza NGOs za kimataifa ambapo ni mashirika yasiyo ya kiserikali ya kimataifa. Baada ya vita ya pili ya dunia na kuanzisha kwa Umoja wa Mataifa ambao mwaka 1945. Kwa baada ya vita ya pili ya dunia ilianzisha Umoja wa Mataifa ambao ni mwaka 1945, ambao dhana ya mashirika yasiyo ya kiserikali ambao NGOs ilianza kutumika rasmi katika sheria za kimataifa. Ambao katika kipindi hiki basi kulikuwa kuna shirika lilianzishwa kwa linaitwa Caritas Internationalis ambalo lilianzishwa mwaka 1951 kama shirikisho la mashirika ya misaada ya Kanisa Katoliki duniani. Mashirika mengine ya Kikristo kama World Vision yaliongeza juhudi katika misaada ya kibinadamu. Basi tuweza kuangalia barua za kitume za Baba Watakatifu zinazohusu huduma ya kijamii na mashirika ya kidini. Ambayo ya kwanza ni kama nilipotangulia kusema, ambayo ilikuwa ni ya karne ya 19 kufikia mapinduzi ya viwanda. Ilikuwa inaitwa Rerum Novarum mwaka 1891 aliyoandika Baba Mtakatifu Leo wa 13, ambayo ilisisitiza basi haki ya kuunda vyama na wajibu wa kanisa katika masuala ya kijamii ili kuhamasisha kuanzishwa kwa mashirika ya kijamii ya Kikristo. Lakini pia kutokana na kama nilivyosema hapo kidogo kwamba kutokana na mapinduzi ya kiviwanda, baadhi ya watu wakakosa zile huduma za msingi, baadhi ya watu wakawa wanakoseshwa zile haki zao kama wafanyakazi. Basi Baba Mtakatifu Leo wa 13 akaandika hii barua yake Rerum Novarum kama njia ya kutetea haki za wale watu ambao zilikuwa zinachukuliwa katika jamii. Lakini kuna barua nyingine ya kitume ya Baba Mtakatifu Piusi wa 11 inaitwa Quadragesimo Anno, ambao alisisitiza kanuni za subsidiarity, ambao mamlaka ya ngazi ya chini kushughulikia mambo yake. Kanuni hii ndiyo msingi wa kisheria na kimaadili wa mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, kwamba jamii na taasisi binafsi zina haki na wajibu wa kutenda bila kuingiliwa kupita kiasi na serikali. Kwa hiyo basi katika hii subsidiarity, kwamba ni ile jamii sasa, yale mashirika yanakuwa na wajibu wao wa kutenda, ambao sasa inalazimu tu kutokutenda kwa kuvunja sheria za nchi, lakini bila kuingiliwa na mamlaka nyingine ambazo ziko juu yao kama mamlaka za serikali. Lakini kuna barua ya kichungaji ya Papa Paulo wa 6 ambayo inaitwa Populorum Progressio ya mwaka 1967. Ilieleza maendeleo ya watu kama wito wa haki na mshikamano wa kimataifa. Waraka huu ulihimiza mashirika ya kidini kushiriki katika maendeleo ya mataifa maskini. Lakini kuna barua nyingine ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ya mwaka 2005 inayoitwa Deus Caritas Est, ambapo sehemu ya pili ya waraka huu inaeleza wazi kuwa huduma ya upendo ambayo kwa Kiingereza tunaita Caritas
ni sehemu ya asili ya kanisa. Inasisitiza kuwa mashirika ya kanisa yanapaswa kufanya kazi kwa weledi, lakini yakiongozwa na roho ya kiinjili. Ambapo kuna barua nyingine ya kiuchungaji ya Baba Mtakatifu Francis ya mwaka 2013 inaitwa Evangelii Gaudium. Inasisitiza kuwa kanisa kutoka nje kuwafikia maskini waliotengwa. Waraka huu umeimarisha jukumu la mashirika ya kidini katika kazi au haki za kijamii na kupambana na umaskini. Kwa kanisa litoke nje kuweza kuwafikia wale ambao wanahitaji na waliotengwa katika jamii. Basi tuweze kuangalia sasa Afrika na Tanzania, mashirika haya yalifikaje au mashirika haya yalianzishwaje, ambayo yamekuwa muhimu katika bara la Afrika na Tanzania kwa ujumla katika kazi mbalimbali, mfano kama utoaji wa elimu, huduma za afya, misaada wakati wa majanga na utetezi wa haki za binadamu. Ndugu msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi sasa, kipindi hewani ni Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada yetu leo ni wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuondoa unyanyasaji katika jamii. Mpendwa msikilizaji, bado tunaendelea kuangazia sasa, tuendelee katika kiini chetu cha mada yetu ya leo, ambayo ni maana na aina za unyanyasaji. Ambapo unyanyasaji ni kitendo chochote kinachomdhalilisha au kumuumiza mtu kimwili, kiakili, kihisia au kiroho, ambapo ni ukiukwaji wa haki na hadhi ya binadamu. Ambapo kuna aina mbalimbali za unyanyasaji, ambapo tunaangalia kuna unyanyasaji wa kimwili, mfano kama kupigwa, kuteswa. Pia kuna unyanyasaji wa maneno au wa kihisia. Pia kuna unyanyasaji wa kiuchumi, kuna unyanyasaji wa kijinsia kama vile ubaguzi. Kwa Biblia takatifu inakataza wazi matendo na dhulma, ambapo tukisoma kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 aya 17 anatuambia, jifunzeni kutenda mema, tafuteni hukumu, msaidieni aliyeonewa. Ambapo tunaangalia pia sababu za unyanyasaji katika jamii. Ambapo katika jamii zetu sababu kuna unyanyasaji mbalimbali, lazima kunakuwa na sababu ambazo zinasababisha unyanyasaji katika jamii. Ambapo kwanza unaweza kuangalia kuna umaskini na utegemezi wa kiuchumi. Pale mahali ambapo mtu hataki kujishughulisha katika shughuli mbalimbali, basi inaweza ikawa sababu ya yeye kunyanyasika. Mfano kama tukiangalia kwa unyanyasaji wa kingono, mtu hataki kujishughulisha katika shughuli ya kuweza kumpatia kipato kwa kutoka jasho, basi anaweza akapata ile fedha kwa njia ya mkato, ambayo itamsababishia manyanyaso ya kingono. Hivyo basi umaskini na utegemezi wa kiuchumi huweza kuwa ni changamoto au sababu ya msingi kabisa ya unyanyasaji katika jamii. Lakini nyingine ni mila na desturi potofu. Baadhi ya jamii zetu kuna baadhi ya mila na desturi ambazo zinanyanyasa baadhi ya makundi mbalimbali katika jamii. Mfano kama wanawake, mfano kama wazee au watoto au wenye ulemavu. Labda baadhi ya jamii fulani hawataki mtoto mwenye ulemavu fulani. Kwa hiyo akizaliwa wanamtendea kinyume na taratibu na haki za binadamu, mfano kama kumuua na kadhalika. Kwa katika jamii fulani unakuta labda mwanamke hana nafasi ya kufanya kitu fulani. Kwa hiyo basi anakosa ile haki ya kuishi kama binadamu na kuweza kutenda kadiri ya haki za binadamu zinavyopasa mtu kutenda. Lakini pia kuna ukosefu wa elimu. Hii inaweza kuwa pia sababu kubwa ya unyanyasaji katika jamii, kwa watu kukosa ile elimu ambayo sasa ingewasaidia kuweza kuepukana na matendo haya ya unyanyasaji katika jamii. Pia kuna matumizi mabaya ya madaraka. Kwa wale ambao wameaminiwa kuweza kufanya vitu fulani katika jamii, wanaposhindwa kuvifanya katika ile hali ya katika ile ule wajibu ambao walitakiwa kuufanya, huweza kusababishia pia wengine kuteseka. Hii huweza kuwa pia sababu msingi kabisa ya unyanyasaji katika jamii. Nyingine ni kuporomoka kwa maadili, ambao kusaka katika kutendea mtu vizuri. Kwa basi hii kuporomoka kwa maadili huweza kuwa sababu msingi kabisa pia ya unyanyasaji katika jamii. Kwa basi kila mmoja ataweza kuishi yale maadili ambayo kanisa linatufundisha na jamii inatakiwa tuweze kuishi. Ambapo tukisoma waraka au barua ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Yohane wa Pili,
ambayo inaitwa Evangelium Vitae, anasisitiza kuwa jamii inayoshindwa kulinda uhai na hadhi ya binadamu hujenga utamaduni wa kifo badala ya utamaduni wa uzima. Kwa hiyo basi, katika sababu hizo, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika barua yake ya kichungaji hiyo basi amesisitiza basi jamii iweze kuishi vizuri na kuweza kujenga utamaduni mzuri ambao sasa utakuwa ni utamaduni wa uzima. Tuangalie pia misingi ya Biblia takatifu kupinga unyanyasaji. Ambapo katika msingi ya Biblia tunaangalia kwanza, mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ambapo tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 anatuambia Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Hii ina maana kwamba kila binadamu ana hadhi isiyoweza kuondolewa. Lakini pia katika Agano Jipya tunasoma pia Yesu na huruma kwa wanyonge. Yesu aliwatetea waliotengwa na walionyanyaswa na jamii. Mfano, mwanamke ambaye alikamatwa katika uzinzi, soma Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 11. Lakini pia mtu aliyepigwa na kuachwa njiani, soma Injili ya Yohane, Injili ya Luka sura ya 10 aya 25 hadi 37. Katika Injili Kristo anasimamia upande wa wanyonge zaidi. Anasimamia upande wa wanyonge kwamba alikuja pia kwa ajili ya kutetea haki za wanyonge. Ambapo sasa tukisoma katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18, Kristo mwenyewe anatuambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwatangazia mateka na kufunguliwa. Kwa wale wanyonge wote Kristo alikuja kwa ajili yao. Kwa Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Pia tujaribu kuangalia mafundisho ya kanisa kuhusu hadhi ya binadamu. Basi, kwa sababu unyanyasaji unakuwa unamtendea mtu kinyume na haki na hadhi ya binadamu. Kwa kanisa basi natufundisha nini kuhusiana na hadhi ya binadamu? Tuweze kuangalia. Ambapo kuna ya kwanza ni heshima ya binadamu. Katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ambao unaitwa Deus Caritas Est, anatufundisha kuwa upendo wa Kristo lazima ujionyeshe kwa vitendo vya haki na binadamu. Upendo wa Kristo lazima ujionyeshe kwa vitendo vya haki na binadamu. Lakini pia kanisa linatufundisha pia kanisa na haki za binadamu, kwamba kanisa linaongeleaje kuhusu haki za binadamu. Ambapo tukisoma waraka wa Baba Mtakatifu Francisco unaitwa Fratelli Tutti, unasisitiza kwamba undugu wa kibinadamu na kulinda walio hatarini dhidi ya mifumo kandamizi. Kwamba unasisitiza ule undugu wa kibinadamu, kila binadamu ni ndugu. Kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, imetengenezwa ule undugu katika familia ya Mwenyezi Mungu. Basi tuna jukumu la kulinda wale wanaoteseka na mifumo ambayo inawakandamiza katika jamii. Ambapo pia tukisoma pia ilikuwa ni sinodi ya maaskofu ambao waliandika waraka wa kitume Ecclesia in Africa. Wanasisitiza kabisa kwamba familia ya Mungu inapaswa kulinda heshima ya kila mmoja. Basi sasa katuendelee katika kuangazia basi wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ambao ni NGOs katika kutetea haki za binadamu au katika kutetea wale wanao unyanyasaji katika jamii. Ambao wajibu wa kwanza ni kutoa elimu na uhamasishaji. Ambao NGOs hutoa semina na wajibu wa kutoa semina, warsha na kampeni za kuelimisha jamii kuhusu haki za binadamu, madhara ya unyanyasaji na sheria zinazolinda waathirika. Lakini wajibu wa pili ni kutetea waathirika. Baada ya kutoa elimu ya unyanyasaji, pia kutetea wale ambao wanaathirika, ambao watatoa misaada ya kisheria, ushauri wa kisaikolojia, pia makazi ya muda. Kwamba anaweza kutengeneza makazi fulani kwa ajili ya watu labda wananyanyasika kwa hali hii, au kwa ajili ya wazee, kwa ajili ya watoto, au kwa ajili ya wale ambao basi wanatendwa vibaya katika jamii kwa muda, ili kusudi basi waweze kuondokana na hali hiyo. Lakini pia mashirika yasiyo ya kiserikali yana wajibu wa kushirikiana na serikali ili kuweza kutetea haki za binadamu katika jamii, lakini pia kuweza kuepukana na unyanyasaji katika jamii. Ambao sasa watashirikiana na mfano kama kuandaa sera na mikakati ya kupambana na unyanyasaji. Lakini pia wana wajibu wa kukuza uwezeshaji wa kiuchumi, ambao ni kuwasaidia mfano kama wazee
vijana kujitegemea ili kupunguza utegemezi unaoweza kusababisha unyanyasaji. Kwa wana wajibu wa kutengeneza ile misingi mizuri ya kiuchumi ambayo itawasaidia basi wale wanajamii ambao wananyanyasika kutokana na kuwa na ile uchumi tegemezi na kutokuwajibika ili kuweza kuepuka ule unyanyasaji katika jamii. Kuna baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo zinakumba mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, ambapo ya kwanza kuna ukosefu wa rasilimali fedha, upinzani na mila potofu, hofu ya waathirika kuripoti matukio. Kwa mtu ananyanyasika lakini anaogopa kuripoti matukio. Lakini pia kuna rushwa na mifumo dhaifu ya kisheria. Hata hivyo, kama Mtume Paulo anavyotuambia, kusoma waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya 21, usishindwe na ubaya bali uushinde ubaya kwa wema. Basi mapendekezo ni yapi baada ya changamoto hizo au wajibu huo wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuepukana na unyanyasaji? Mapendekezo ni kuimarisha ushirikiano kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali na serikali. Kwa hiyo ushirikiano utasaidia kuweza kuwa na kauli moja ili ya unyanyasaji katika jamii. Lakini pia kuongeza elimu ya maadili katika familia. Kuongeza elimu ya maadili katika familia, kwamba tunatambua kwamba familia ndio shule ya kwanza ya maadili. Kwa hiyo sasa kiongeza ile elimu ya maadili katika familia itasaidia pia kuweza kupunguza unyanyasaji, ambapo unyanyasaji mara nyingi unakuta unaanzia katika familia, baadaye unaendelea katika jamii. Kwa sababu kila yule anayenyanyasa pia ni zao la familia. Lakini pia yule anayenyanyaswa ni zao la familia. Kwa hiyo familia ikiwa imemelea mtu katika maadili mema ya kujua utu wa binadamu, itakuwa ni vigumu kuweza kumnyanyasa mwenzake. Na pia kuweka mifumo madhubuti ya kuripoti unyanyasaji. Basi kuna watu ambao wanafanywa unyanyasaji lakini wanaogopa kuripoti. Kwa hiyo kuweza kuwa na mfumo ambao utawasaidia kuweza kuripoti yale matukio yote ambayo yanatendewa kinyume na haki za binadamu. Lakini pia kuwezesha vijana kiuchumi, wanawake pia kuwezesha kiuchumi kama nilivyosema, kwamba itawasaidia kuweza kupunguza ule uchumi tegemezi, ambao uchumi ambao unakuwa hauhitaji kuweza kutumia nguvu. Hii itasababisha kuweza kupunguza ule unyanyasaji ambao utatokana katika utegemezi huo. Kwamba kama mtu hataki kufanya shughuli ngumu za kupata kipato, atatumia njia za mkato ambazo zitasababisha kuweza kunyanyasika kimwili, kisaikolojia, hata kiuchumi. Lakini pia pendekezo lingine ni kutoa malezi ya kiroho yanayokuza utu na heshima. Kwamba katika dini zetu kuweza kuwafundisha watu yale malezi ya kiroho basi, kwamba yanayokuza utu na heshima, mtu aweze kuheshimu binadamu mwingine kama ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kuweza kumheshimu binadamu kama tunamheshimu aliyemuumba. Hitimisho. Tunatambua kwamba unyanyasaji ni dhambi na ni kinyume cha mpango wa Mungu kwa wanadamu. Mashirika yasiyo ya kiserikali yana jukumu muhimu la kuwa sauti ya wasio na sauti. Kama unavyosoma katika lugha ya Kilatini kwamba yawe kama sauti ya wasio na sauti. Kwa kushirikiana na kanisa na jamii kwa ujumla, yanaweza kusaidia kujenga jamii yenye haki, amani na heshima kwa binadamu. Kama Yesu anavyotufundisha, kusoma Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 9, heri wenye kufanya amani. Kazi ya kuondoa unyanyasaji ni kazi ya haki, huruma na upendo, na ni mwito wa Kikristo na wajibu wa jamii kwa ujumla, bila kujali mtu ana nafasi gani katika jamii. Kwa jamii kwa ujumla ina kazi ya kuweza kutoa unyanyasaji na kuweza kuwasaidia wale pia wanaonyanyaswa kuweza kuondokana na hali hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndipo tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi tena katika siku nyingine, muda na wakati kama huu. Ulikuwa nami Frater John Emmanuel Yawi wa Jimbo Katoliki Moshi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea. Ukiwa una maswali, maoni, ushauri, tunaomba utuandikie ujumbe mfupi kwa namba 0756478178, 0756478178.
7:8. Na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.